Kwema lakini pia sio kwema. Kwa nini sio kwema? Hii Jumapili haikustahili kuwa yenye kupoa namna hii. Hii Jumapili wa Tanzania tulikuwa tunataka tufurahie. Jumapili hii wana Yanga ilibidi tunafurahi. Sawa, Jumapili hii ilibidi mwana Simba awe amefurahi. Lakini Jumapili imekuwa ya kinyonge sana na yote yamesababishwa na mamlaka husika pamoja na uzembe wa timu fulani. Si umeelewa? Wewe unaahirisha mechi. Sababu hasa zinazokufanya waahirishe mechi kikanuni ni zipi? Hujatrain mara moja kwa sababu yani hujatrain mara moja kuelekea kwenye mechi. Kweli ni sababu ya kufanya waahirisha mechi. Watu wanaahirisha, zipo sababu za msingi za kuahirisha mechi. Aidha kuna maafa ya kitaifa, sawa, kuna misiba ya kitaifa, sawa, kuna tatizo kutoka kwenye klabu husika, aidha ni tatizo kubwa la kimsingi, si umeelewa? Kuna dharura kutoka kwenye timu husika, lakini sio sababu za ajabu kama hizo. Hujatrain siku moja ambayo mwezi mzima mpaka ligi imesimama zaidi ya wiki mbili kwa ajili ya kupisha maandalizi ya mechi hiyo. Wewe ukose kutrain usiku mmoja ushinde uahirishe mechi, uoni kama timu zinakuwa juu, zina mamlaka zaidi ya mamlaka za soka. Wanasema Simba Sports Club ndio ana mamlaka katika kanuni ya 17 ibara ya 45. Simba Sports anatakiwa afanye mazoezi kabla ya mchezo. Kwa maana Simba Sports Club alifika Benjamin Mkapa muda muafaka, lakini Simba Sports Club alizuiliwa kwa baada na kusema mashabiki wa Young Africans pamoja na mabouncer ya Young Africans walikuja, kuna basi moja pipo na wazee pamoja na mbuzi, kwa sababu ambayo ni wazuia Simba Sports Club wasifanye magoma. Cha kwanza iko kitu kina vitu viwili, tunaweza kuzungumza kwa lengo kama mbili. Ya kwanza ulivyoniambia kwamba Simba wana haki kikanuni, ni kweli, hatukatai. Simba Sports Club walikuwa na haki kikanuni ya kufanya mazoezi kabla siku moja kuelekea mechi husika, si ndio? Walikuwa na haki. Lakini kanuni hiyo, sawa, haijatoa maamuzi, haijatoa maelekezo kwamba usipofanya mazoezi basi uahirishe mechi au usipeleke timu uwanjani. Hiyo ni sheria waliojitungia Simba Sports Club, na kwa kuamini wao wana mamlaka, wanaweza kufanya maamuzi yoyote wanavyojisikia kwenye nchi hii. Kingine wanasema wamezuiwa kuingia uwanjani. Taarifa rasmi ni kwamba Simba haikuzuiwa kuingia uwanjani. Sawa? Simba haikuzuiwa kuingia uwanjani na sio Yanga waliozuia. Waliozuia ni meneja, alikuwa hana taarifa. Unakuja uje kwa taarifa, vitu vinaenda kwa utaratibu. Kweli walikuwa na wanapaswa kuingia uwanjani, lakini lazima kuwe na taarifa husika, kwa sababu Yanga ndio wenyeji wa mchezo ule. Wangeweza kuwepo uwanjani na kufanya mazoezi. Sawa. Je, kama Yanga ipo ndani inafanya mazoezi, wewe unakuja, mtaenda kufanya mazoezi wote kwa wakati mmoja? Au kuna vitu ambavyo vinaendelea, pengine maandalizi ya mchezo ule kutoka labda kwa Azam TV and whatever, wewe utawezaje kuingia? Ndio maana wanaomba taarifa ili waweze kufanya maandalizi ya kuwapokea kuingia kufanya mazoezi. Taarifa rasmi haikuwepo na wenyewe wamekiri hakuna taarifa waliotoa. Je, kuna kosa kwa meneja wa uwanja kuwazuia? Hakuwa na kosa. Cha pili, Young Africans wakaingilia wakasema huyu ana haki ya kuingia kufanya mazoezi. Lakini je, timu inaenda kufanya mazoezi, timu imeongozana na watu gani? Wachezaji na benchi la ufundi. Lakini kwa uhalisia watu waliokuwepo pale wanadhihirisha na kusema wazi kwamba zilikuja gari zaidi ya 2, kulikuwa na gari ya Simba, kulikuwa na BM coach moja pamoja na gari ndogo 2. Hizo zote zinaenda kufanya mazoezi. Wanaoenda kufanya mazoezi ni technical staff pamoja na wachezaji. Wale wazee wengine walikuwa ni wakina nani? Zile mbuzi zilizokuwa zinalia katika ile gari ya BM ni wakina nani? Kwa tunaona kwamba kulikuwa na vitu vingine tofauti na kutaka kucheza. Sasa hiko ndio Yanga Sports Club tulikuwa tunakikataza. Tunahitaji mpira uchezwe kihalali. Mpira uchezwe dakika 90, sio kuongezwa vitu visivyokuwa vya kimpira ndani ya uwanja. Ndio maana tukawagomea. Si umeelewa? Na kauli hiyo na pawa hiyo tumeitoa kutoka kwa meneja ambaye alisema hairuhusi kuingia sababu taarifa hawakuwa nazo. Si umeelewa? Kwa tunachokiona hapa ni kwamba Simba wamejifanya wameikalia TFF. Wamejifanya wameikalia TFF. Simba kinachoonekana ni kwamba wameikalia TFF. Wapo juu ya TFF. Maana yake nini? Bodi ya ligi badala ya kuona hiyo sintofahamu, kesho asubuhi wakajua kwamba kisheria haipaswi kuahirisha mechi. Wakasema mechi iko pale pale. Taarifa ikatoka na wote tulishuhudia. Baada ya kuona taarifa ile, hata sisi Young Africans tukapata nguvu na guts za kusema mechi bado ipo, kwamba mechi endelee. Dabi haikuwa na kipengele labda wakilete wao. Bado matokeo yake saa 8 saa 9 bado masaa 2 3 kuelekea kwenye mechi, wanasema tena bodi ya ligi na TFF kwamba mechi imeahirishwa. Sasa je, tunaomba tuulize ndugu zangu, TFF mnatoa maamuzi kwa sababu ya kuihofia Simba Sports Club au mnatoa maamuzi ambayo yapo kikanuni na taratibu za sheria ya mpira wetu? Kikanuni haikupaswa mechi iahirishwe.
Ndio maana Yanga tumefuata taratibu na kanuni zote tukaenda mpaka uwanjani, kwa sababu kikanuni mechi haikupaswa iahirishwe. Ndio maana sisi tumefuata kanuni, tumeenda uwanjani. Maana yake ni nini? Kilichotokea ni kwamba TFF pamoja na Simba Sports Club wanaonekana hawakuitaka hii mechi ya tarehe 8. Simba Sports Club pamoja na mamlaka za soka TFF na bodi ya ligi walikubaliana kutokuitaka mechi ya tarehe 8. Ngoja nikudokeze. Mechi ilipokuwa kwenye upande wa Simba hakutokea hizi sintofahamu, hakutokea hizi shida. Yanga tulizuiliwa sisi kuingia kufanya mazoezi, lakini kwa sababu ya Simba na Yanga utaratibu wetu ulivyo, mwenyeji ndo anaulinda uwanja, tukaamini kwamba sisi tunataka tucheze dakika 90. Tukaona sio shida, hatukutaka kupiga kelele wala kuahirisha mechi. Tukaenda kwenye mechi husika, tukacheza, tukampiga kwa sababu ya ubora na quality tulikuwa nayo. Lakini ilivyokuwa kwenye upande wangu, angalia fidisu na hujuma zilipoanzia. Mechi ya Yanga kuelekea kwenye dabi ilikuwa ni tarehe 8. Zilisimamishwa mechi za ligi kama wiki 2 kupisha maandalizi ya Simba na Yanga. Tunajua lazima Simba na Yanga zina maandalizi makubwa, lazima tupishe. Ni dabi kubwa, ni dabi yenye heshima hapa Afrika na Tanzania kwa ujumla. Maana yake nini? Kilichokuja kutokea, TFF pamoja na bodi ya ligi wakazusha katikati ya pokati, wakaingiza katikati kwenye maandalizi ya dabi, wakaingiza issue ya Ali Kamwe na Ahmed Ally kwenda kuwahoji au kuwapeleka kwenye kamati ya maadili. Je, unaishi kilikuwa ni kitu sahihi? Uone kama wasemaji ndio wanaotegemewa kuchamsha, kuhamasisha watu ili sisi Young Africans tupate mapato kwenye mechi hiyo, wakajaribu kuwaita. Uone kama walipoteza mvuto na kupoteza hamasa ya Yanga kupata mapato husika kulingana na kuhamasisha washabiki wake? Na uone kama ni uji matosha. Haya, je, walifanya kikao hicho, waliamini kitakuwa ni kikao cha siri kwamba taarifa zitovuja? Taarifa zimevuja, zikavuja taharuki. Yanga na Simba wote tukajikuta tumeshindwa kuangalia focus ya dabi. Mwisho siku tunazungumzia Ali Kamwe na Ahmed Ally. Hiko kimasoko kilitushushia sisi Young Africans. Hiyo tayari ni hujuma kutoka kwa bodi ya ligi na TFF. Si umeelewa? Badala ya hapo, TFF wanajua kabisa sababu ya kuahirisha mechi sio ya kutokucheza siku moja kabla ya mechi. Hiyo sio sababu tosha inayofanya wairishe mechi. Je, wamekubali vipi kuahirisha mechi? Maana yake kabisa kwamba wako sambamba na upande wa pili. Wapo sambamba na upande wa pili. Wanaionea Young Africans. Young Africans inaonewa na bodi ya ligi na TFF. Ni ukweli usiofichika. Kwa sababu gani? Kama ulitoa taarifa kikanuni ya kwanza kabisa wa mechi ipo, kikanuni ndio ilikuwa hivyo, baadaye unakuja unasema kwa mechi inaahirishwa, maana yake umezidiwa nguvu na nani? Na mtani. Umezidiwa nguvu na Simba. Je, ipo sawa kikanuni? Maana yake kwamba tunaona Simba imeikalia juu mamlaka za soka za nchi yetu. Umeumia lakini Baraka. Tumeumia sana, na sio mimi tu. Washabiki wametoka mbali kuja kuangalia dabi hii. Athari ni nyingi sana za dabi hii. Umeelewa? Mimi naamini hata waliopoteza uhai siku ya jana shabiki wetu wa Simba ni kutokana na stress tu za mshabiki wa Yanga, ni kutokana na stress zilizotokea katika mechi ile. Umeelewa? Sasa hayo yote wanayasababisha ndugu zetu kutokana na kukosa kunyooka katika kanuni na sheria zao. Umeelewa? Wanakuwa wanapewa maelekezo, wanashindwa kuwa wakali kulingana na kanuni zinavyosema. TFF na bodi ya ligi walipaswa wabaki katika sheria yao na taratibu yao ya kusema mechi ipo. Wanaiahirishaji mechi pasipo na sababu. Leo hii unamkubalia Simba kuahirisha mechi pasipo kuwa na kanuni zinazosema hivyo. Alafu unamtaka Yanga aje acheze mechi ambayo Simba wameitaka kulingana na tarehe waliopendekeza wao au bodi ya ligi. Wewe, Yanga sio mtoto wala sio mpumbavu kiasi. Moja ya kauli ya makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji jana alishapitia katika kurasa yake ya mtandao akasema